Kwa kipindi cha kwanza ukiangalia kwa dakika 45 za kwanza kabla ya zile dakika za nyongeza katikati kabla hawajaenda half time, ni kama timu zote mbili ziliwiana sawa, nikimaanisha kwamba tunajua inavyoenda kucheza mechi ya Pamba na Yanga kunakuwa timu zinagawana moments. Unajua Yanga ni wazuri zaidi na mpira, kwa hiyo utawaangalia uzuri wao ulikuwa wapi na mpira. Sasa hapo ndo Pamba watakuwa tayari wameshajichagulia moment ya kuicheza. Ni wanapaswa kuwa wazuri zaidi bila mpira ili wasiadhibiwe na wao Yanga ambao ni bora na mpira. Sasa nilikuwa naangalia kwenye moment hizo zote, Yanga watakuwa vipi bora wakiwa na mpira in possession, then Pamba watakuwa vipi bora kuwazuia hao Yanga bora wakiwa na mpira, kwa maana ubora wa Pamba bila mpira. Sasa nikapata kama mzani kama umebalance hivi kwenye hizo moments, kila mtu kwa moment yake. Nikapata observation hii. Observation ya kwanza niloipata, Juma kataja namna Yanga walivyokuwa wana separate kwenye uwanja. Yanga ulikuwa unaona yekuwa pamoja na Munjon wanapenda sana kucheza huko kwenye mapana uwanja, Boeli akicheza usawa wa mabeki wakati. Then nyuma yake ndo kunakuwa kuna Max pamoja na Balakonte na Kooma. Si ndivyo? Hao walikuwa wanagawana, huyu alikuwa kama 6, huyu 8 na huyu 10. Na mabeki wa pembeni walikuwa wanapenda sana kucheza kwenye hizi tunaita half spaces, lakini hizi za karibia na mstari wa katikati. Na Bakari pamoja na Job ndo walikuwa nyuma ya Balakonte. Sasa kitu kilichokuwa kinatokea, Pamba wao pia hawakuwa timu ambayo inapaki basi sana kwao. Kitu ambacho walikuwa wanakifanya sana sana ni walikuwa wanaenda, hawa wawili walikuwa wanaenda kuweka block kati ya Mwamnyeto na Job, wasio huru sana kuweza kuona viungo pamoja na mabeki wa pembeni. Then nyuma yake unaenda kuona Balakonte muda wote yupo na Najim. Kwa hiyo wakawa wanatengeneza kama wanasema ile man situation kukaribia kila sehemu ya uwanja. Mara nyingi sana hii man ilivunja ule muunganiko wa wachezaji wa Yanga, mabeki kwenda kwa kiungo wao, viungo wao kwa wao, lakini pia njia za pembeni. Sasa ile ikasababisha Yanga wasiweze kuprogress kwa njia ya katikati kupitia kwa Balakonte na Kooma, lakini pia wasiweze kupita kwa sana kwa Zimbwe pamoja na Izra. Pasi nyingi sana zikawa zinapotea, dakika 45 za kipindi cha kwanza zikawa kama hazina combination ya timu. Huyu Andy Boeli akawa kama yupo isolated sana, kama sio mtu sasa wa Yanga. Mara nyingi mipira mingi kitupwa anacheziwa rafu au anacheziwa foul na nani na Sebo, kwa sababu anajikuta yuko kwenye msitu wa watu wengi. Ikabidi sasa Max yeye ndo awe anaenda kusaidia. Hizo ni dakika 45 za mwanzoni ambapo goli moja tu ambalo limepatikana na kwa upande wa Young Africa nalo ni la kona. Angalia kwenye lile goli la kona. Wanasema mechi kwenye dakika 45 za kwanza ilishindwa kuisha kwenye zile open play, kwamba huyu anashambulia vipi mpaka anafunga na huyu anazuia vipi mpaka anatengeneza mapungufu kwa mwenzake kufunga, si ndivyo? Ikabidi sasa mechi kaamulia kwenye set play, mpira wa kutenga. Kwenye mpira wa kutenga tunaamini hasa kona au free kicks, tunaamini kuna namna mbili za kuzuia. Kuna either man marking au zone marking. Man marking ni ile kila mtu na mtu wake, lakini zone marking ni ile mnazuia ile zone ambayo mnahisi mpira utadondoka. Sasa pale Pamba walichokosea ni kwamba walishindwa kujua wanacheza na Yanga. Sasa wakienda kuzuia man na wachezaji wa Yanga, na maana mchezaji wa Yanga atakuwa bora zaidi ya mchezaji wa Pamba. Ndio kilichotokea pale, mpaka Kouma kawa bora zaidi ya Abraham. Lakini Pamba wangesema anaenda kupiga Munjon kona, mpira anapiga ile ni tunasema ni instinct, kwa sababu alikuwa kona inapigwa upande wa kushoto, na maana anapiga na mguu wa kulia, itaenda kudondoka sehemu fulani kwa sababu makadirio huwa yanafanyika. Ile eneo mpira unapodondoka, sisi tuna mark ile zone marking. Tusifanye ile man marking. Mkifanya man marking na maana kila mtu na mtu wake bila kumark ile zone ambayo mpira unaenda kudondoka, wachezaji wa Yanga wakishambulia ile zone ambayo umeiacha wazi watakufunga. Kwa hiyo walichokosea pale, waliacha zone ambayo mpira utaenda kudondoka, wakaenda kwa kila mtu na mtu wake. Kiasi kwamba yule kila mtu na mtu wake akizidiwa mtu wa Pamba ambaye tunaamini anazidiwa quality na mtu wa Yanga, ile zone inakuwa tayari ipo kwenye hatari kwa upande wa Pamba. Sababu ambazo mwalimu amezifanya pengine zimeleta mchango wowote kinamna moja ama nyingine? Sababu wanasema obvious one ni ongoing match analysis. Sababu inatokea baada ya kuanalyze situation ambayo ipo uwanjani. Mapungufu yako wapi, ubora uko wapi? Pale penye mapungufu tunapafanyia sababu. Sasa kwenye hiyo kamari, na sababu wanasema ni kamari, iliyolipa ni upande wa Yanga zaidi kuliko upande wa Pamba. Ukiangalia kwa upande wa Pamba, mtu wa kwanza kabisa kumtoa alikuwa ni Najim Musa. Kwa sababu gani kwanza? Kwa sababu ukiangalia namna Pamba ilivyokuwa inacheza, madhaifu mengi yalikuwa yanafikia kwenye kuanzia kutengeneza na kumalizia nafasi. Sasa kwenye majukumu yao kwenye kutengenezaji, kwa siku leo ndo alikuwepo Najim Musa. Lakini huku nyuma ulikuwa unaona Kevin Nation anaweza katana na mali, mpira ukafika hadi mbele. Lakini ukifika pale mbele, creativity inakuwa haipo, kwa sababu huyu sio wale wachezaji ambao wanapenda kucheza timu ambayo inaenda direct. Najim Musa utamfaidi zaidi kwenye ile timu ambayo ina possess sana, timu yake iwe na mpira muda wote. Yaani isiwe timu ya kushambuliwa.
Kwa sababu timu ikiwa inaenda direct, ina maana anakuwa kwenye limited time na space, ina maana hutapata ile creativity yake. Lakini kwenye hizi sub walizozifanya ulikuwa unaona sasa mapungufu yanakuwa zaidi upande wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Yanga walisha analyze game na wana wachezaji ambao wapo nje ambao ni more creative kama Pacome, si ndivyo? Lakini kuna mmaliziaji mzuri kama Dube, si ndivyo? Lakini kwa muda ule ndo Maxi na yeye bado anabaki uwanjani, afu anatoka wale wenzake wengine. Sasa walichokifanya pamoja na Mudathir ni more creative, lakini ni finisher mzuri, hasa kwenye ile moment ya goli tuliyoiona. Kwenye moment ile walichokishindwa kukifanya wachezaji wa kipindi cha kwanza, wachezaji wa kipindi cha pili walikuja kukifanya vizuri. Mfano kwenye goli la kwanza, of course goli la kwanza alikuwa bado Edmund John. Sisi tunajua Yanga wanapenda sana ku-attack viungo wao watokee nje, then hawa fullbacks wapende sana kucheza ndani. Kwenye goli la kwanza tuliona hiyo situation kwamba wachezaji wa Yanga wanapenda sana kutanua pembeni ili mchezaji wa pembeni wa Pamba aje pembeni, hii half space itengenezwe. Edmund John wakapasiana, hii tunaita kudominate zones. Kuna mchezaji atacheza kwenye flank ili kumvuta mchezaji wa timu pinzani pembeni, then hii half space inayotokea mchezaji mwingine aje attack, then mwingine aje assist mwenzake afunge. Ndio tulichokiona kwenye goli la Zimbwe, Max akaenda akafunga. Lakini kwenye goli la pili, kwenye goli la tatu utaona situation hii kwamba mpira mrefu unapigwa kutoka nyuma, unaangukia kwa Dube, then Maxi anacheza mpira unaenda pembeni kwa Pacome, then Pacome ana assist kwa nani? Kwa Mudathir ambaye anakuwa tayari amesha attack space. Basi unaona kuna combination ambayo haikuwepo kipindi cha kwanza. Kwa hiyo naamini sabu ya Yanga iliongeza creativity pamoja na finishing, kwa sababu ilikuwa na wachezaji ambao wanaweza kuimaliza mechi. Hiyo tunaita ongoing match analysis. Kulingana na kilichopo ndani, kipi kina mapungufu na kipi tukiongezee ubora. Nafikiri ndo walichokifanya Yanga. Kudos kwa analysis timu yao pamoja na kocha wao. Ngine Pamba wapi ambapo walijisahau kupelekea goli la pili la kwao Young Africa? Ukiangalia madhaifu ya Pamba kwenye goli la magoli yote mawili ya Yanga, ukiachana na ile la set pieces la kwanza, ni hawakuja sasa na mpango mbadala baada ya Yanga kuongeza wale creative players. Nilitegemea kuona sasa hawatotoa depth kubwa ya uzuiaji. Kwa maana kwamba kutoa hii nafasi kubwa ya uzuiaji. Nilitegemea watafinya uwanja, wazuie kwenye third moja, waachie third zingine. Yanga wakiweza kupossess huku bila kuvunja mistari ya Pamba kuja huku, hawezi kuwasababishia Pamba madhara. Lakini wao waliendelea kuzuia na script ile ya kipindi cha kwanza. Yanga wakaweza kucheza na zile space za kipindi cha kwanza vizuri. Kwa hiyo nafikiri madhaifu yao mengi yalikuwa kwenye namna gani wanazuia, lakini wao hawajafunga. Tulitegemea kuona timu inayozuia iwe inapiga counter attack za hatari, si ndivyo? Madhaifu yao kwenye counter attacks yalikuwa ni namna gani tupige hizo counter attacks na tutumie njia zipi, wachezaji gani washambulie space. Lakini counter attacks zina mkakati. Kwanza kuna Yanga wakiwa na mpira muda mrefu, si wanatanua uwanja kama hivyo, wanaachiana nafasi. Wewe namna gani unashambulia zile nafasi? Na maana wao walishindwa kuanzia hapo. Hawakuwa na ile pattern, hawakujua nani ashambulie space. Lakini kitu cha pili, wa hiyo wanaita rest attack, kwamba umejiandaa vipi ukipora mpira upige shambulizi la kujibu. Lakini kitu cha pili ni ubora wa Yanga kwenye kumeza sasa zile counter attack zao. Nafikiri kuanzia hapo ndo Pamba walipozidiwa. Sisi goli la tatu la kwake Mudathir Yahya dakika za jioni, wapi ambapo pia walijisahau na wapi ambapo Yanga walikuwa bora zaidi ya Pamba? Mudathir ana silaha moja ambayo inakuaga sio silaha ya timu, yani sio madhaifu ya timu pinzani. Wanasema Mudathir ni kiungo, lakini timu pinzani inapokuwa kwenye nusu yao, mara nyingi Mudathir anaona mimi huku chini sina kazi tena kufanya. Kazi yangu si kulink. Sasa nita link nini wakati mpira uko mbele? Kwa hiyo mara nyingi kuna run moja anaifanyaga kuanzia huku chini, inaitwa late run. Anaenda anajiongeza taratibu, anafika hadi kwenye eneo la mwisho, anajikuta mpira aliokuwa anatengenezewa labda Dube au Boeli, anaweza kaufunga yeye. Zinaitwa late runs. Au anakuwa ni mtu wa ziada, wanaita third man run. Mara nyingi situation kama hizo zimekuwa zikimkuta kwenye box, na ndio maana unaona kwa Tanzania Mudathir anaweza kuwa ni kiungo mwenye magoli mengi baada ya Faisal, kwa sababu ya zile runs anazofanya. Anaelewa kabisa kazi yangu mimi kama kiungo ni kuunganisha. Sasa nitaunganisha nini wakati mpira upo kwa Pacome, si ndivyo? Kwa hiyo utakuta anashambulia kwenye box, na kwenye box anafika kuna wachezaji wa Yanga plus yeye. Ina maana wale waliokabwa yeye anakuwa yupo huru. Ndio maana wanasema third man run au free man. Kwa hiyo anafika kwenye box anamalizia. Nafikiri mara nyingi huwa sio udhaifu wa Pamba au wale wapinzani wengine washai kuchezea kutoka kwa Mudathir. Unakuwa ni ubora wa Mudathir kuanalyze hii situation kwamba muda huu huku chini sina kazi. Kiungo wangu mmoja atabaki, kama ni Ndambwile kwenye rest defense, mimi nita add number mbele.